Kikundi cha wanaume waliojenga kilichopo wilayani Geita mkoani Geita ambacho kina zaidi ya wanachama wapatao 30 leo hii Disemba 25, 2025 kimesherehekea sikukuu ya Krismasi kwa kuchinja ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa lengo la kuendelea kuimarisha umoja huo. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa sherehe hiyo, mwenyekiti wa kikundi cha wanaume waliojenga mkoa wa Geita, ndugu James Machage, amesema lengo la kuanzishwa kwa kikundi hicho ilikuwa ni kushirikiana katika matatizo ya kijamii sambamba na kupeana fursa katika nyanja mbalimbali. Elias Ngole ambaye ni naibu meya mstahiki wa manispaa ya Geita akiwa mgeni rasmi katika sherehe hizo amewataka kuendelea kushirikiana kama ambavyo katiba ya kikundi hicho imekuwa ikitaja mambo mbalimbali ikiwemo ushirikiano miongoni mwao. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Kwanza, ili uwe mwanachama wa kikundi hiki lazima uwe mwanaume. Hiyo ndiyo sifa ya kwanza. Lakini uwe mwanaume uliojenga. Unaweza kuwa mwanaume lakini hujafanya nini? Hujajenga. Umejenga. Mwanzoni ilikuwa lazima umejenga maeneo ya Fadhili Bucha Friends. Fadhili Bucha. Lakini tumeenda tunapanua wigo. Tumeona tuchukue na nje ya Fadhili Bucha, waliojenga nje ya Fadhili Bucha. Lakini sifa ya kwanza uwe mwanaume, sifa ya pili umejenga. Baada ya kuwa tumekubaliana katika mustakabali wa masharti na kanuni za katiba yetu na kanuni tulizoziweka, lakini pia tukaweka kama tumejenga sisi kikundi hiki kina malengo yapi. Moja, tukasema sio lazima uende baa kwa ajili ya kwenda kula nyama pamoja na kunywa bia. Tukawa na day ambayo tulikuwa tumezipanga kwa kila mwezi tunafanya day. Tunachinja mbuzi, tunachinja kondoo au nyama yoyote ambayo tukihitaji kuila kwa mwezi huo. Labda day ya miongoni mwa wanachama wetu. Tunaita ni day yake. Tutachangia kidogo, tutanunua mfugo wa nyama ambao tunauhitaji. Tutatengeneza hapa, tutakula kwa pamoja. Tutachoma, tutakula kwa pamoja. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tukawa tunasaidiana ambavyo vikundi vingine vyote vinafanya kama ambavyo sisi tunafanya. Kuna vikundi ambavyo vinasaidiana, tukawa na dhumuni la kusaidiana pale ambapo mwenzetu anapopata matatizo. Aidha amefiwa ndani ya familia, labda watoto, labda wazazi. Lakini tukaenda mbali zaidi kwa sababu tuna wenza wetu ambao ni wake zetu, na wenyewe wakifiwa wazazi wao, tunawajibika kutoa fungu la pesa kwa ajili ya kuwasaidia katika muda huo, kwa sababu msiba huaga utoi taarifa kwamba kesho kutakuwa na msiba kwa fulani, unatokea ghafla. Sisi ndani ya muda mwafaka tutakapopata taarifa kwamba mwenzetu amepata tatizo, pesa inatolewa kwenye kikundi. Tukishathibitisha kwamba taarifa aliyotupatia ni sahihi. Na of course naibu mstahiki meya, wanaume waliojenga waga sio waongo. Wanatoa taarifa zilizo sawa sawa. Kwa sababu ukiwa muongo huwezi kujenga, kwa sababu wewe utakuwa tapeli. Kwa hiyo ndani ya dakika chache tukishathibitisha kwamba kweli mwenzetu amepata na tatizo, tunatoa fungu la pesa kwa ajili ya kumsaidia. Hilo la pili. Lakini sambamba na hilo, kwenye sherehe pia mwenzetu labda anaoza, kwa sababu mwanaume aliyejenga amekaribia kupata wajukuu, ana watoto, labda wanafunga ndoa au yeye anafunga ndoa, wana sherehe. Sisi tunachangia kulingana kwa idadi tulionayo sisi, kwa kiwango kile ambacho katiba yetu inakisema.
kwa muda mfupi, na siku hiyo tunajumuika naye. Hilo ni jambo ambalo tuliona kama Fadhili Bucha Friends. Hata jina lenyewe unalisikia lilivyo, mstahiki meya, naibu mstahiki meya, Fadhili Bucha Friends. Kwa hiyo sisi wote tulioko hapa ni marafiki. Hilo lilikuwa ni miongoni mwa mambo ambayo katiba yetu iliangalia. Lakini sisi tukaenda mbali zaidi. Tukasema sisi tarehe 25 pamoja na yani Christmas pamoja na Pasaka tunakutana kama mlivyo tukuta hapa. Tunakula pamoja, tunakunywa pamoja. Lakini kipindi hicho familia zetu tumeziacha vizuri. Sio unakula nyama choma hapa, familia yako inakula dagaa. Sisi leo tumechinja ng'ombe. Kilo 4.5 zimekwenda nyumbani. Lakini tukaona hawezi wakala nyama tu, familia haiwezi kala nyama tu. Tukasema wapate vinywaji. Na vinywaji hivyo sio vinywaji vya kichoyo. Yaani ni kama vile ambavyo unachangia kwenye kamati ya harusi. Shilingi 100,000 kuanzia 100,000 kwenda juu. Unavyovipata, sitaki kuvitaja, unavyovipata ndivyo tulivyopeleka kwenye familia zetu sisi. Kwa hiyo huko wanaburudika. Yaani familia inaburudika na sisi tunaburudika, wanaume tuliojenga. Na tunapokaa hapa tunatafakari mambo makubwa. Kwa sababu sisi tuna maono makubwa. Lakini tukasema kula nyama tu na kupeleka vinywaji haitoshi. Tunahitaji tumuunge Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia, kwa sababu elimu anatoa elimu bila malipo. Tukasema ile michango midogo midogo ndani ya sisi Fadhili Bucha Friends, hasa mwisho wa mwaka ndio waga unatupatia shida. Ile ya kusema kwamba Januari ni ngumu sana. Yaani maisha ya Januari maisha ni magumu. Tukasema sisi hiyo tunataka tuondokane nayo. Yaani sisi tukila hapa nyama tarehe 25, hakuna mtu mwenye mawazo kwamba hana hela ya kumnunulia mtoto wake uniform. Tukaamua kuanzisha mfuko wa elimu. Kwa hiyo tunayo mifuko mingapi? Sisi tunasaidiana ile ya matukio yanapotokea, yani sherehe pamoja na maafa, yani starehe pamoja na maafa. Tunayo ambayo inahusisha na nini? Na elimu. Sisi tukikaa hapa tulivyokubaliana, mheshimiwa umechelewa kufika. Sisi tumegawana hela hapa. Yaani hao wote usimuone huyu Mnyantuza anaongea kwa kiburi hapa. Anaongea kwa sababu anajua hana mawazo ya ada Januari. Alafu na kipengele kinachonifurahisha kingine, maana mwanzoni nilikuwa na hofu. Sasa wanaume tuliojenga mkiniita mimi na mimi na slope, lakini bahati nzuri mmetuonyesha nyinyi wenyewe. Kumbe nyumba zenu hazina kiwango. Kwa hata kama nikifanikiwa kujenga ile ya bati 5 ni mwanaume niliyefanyaje? Niliyejenga tayari kwenye kigezo cha wanachama na kuwa tayari nimefanyaje? Nimetimiza. Lakini kingine ni ile kusaidiana kwenye shida na raha. Kipengele ambacho huwa kipo sana kwenye kila kikundi. Lakini nyinyi mmeenda kwenye kikundi kingine cha kusapoti elimu. Na kweli pamoja na kwamba wanaume wengi wamejenga, lakini kwenye kipengele cha Januari huwa ni jasho. Kwa kama mmeweza kukiona hicho na kukiongeza, kwa kweli hata mimi nakubaliana na nyinyi kwamba mtakuwa mnaiunga mkono serikali kabisa, kwamba elimu kwanza, maisha mengine baadaye. Mimi hapa karibia wote ni wenyeji kwa sura, ingawaje kwa majina sasa ndio inakuwa ni mtihani. Lakini mara ya kwanza nimeoneni, nafikiri ilikuwa ni mwaka jana. Mmekaa, mnatamba, mnakunywa, mnakula. Niliona kwa waandishi wa habari kwenye magrupu yametapakaa mpaka nikalazimika kuanza kufuatilia wanaume waliojenga Fadhili Bucha wakoje.
Kwa nilivyoanzia hapo, bahati nzuri niliyemkariri jamaa yangu Msumbwa, nyewe mnamuita Msumbwa huko. Edward huyu, yani tuna historia ndefu sana. Lakini kingine, mimi ni waombe sana vikundi vingi sana, ingawaje siamini kwa sura zenu ninazoona hapa, lakini lazima tuweke tu tahadhari. Vikundi vingi sana mwenyekiti, vinaanza na malengo mazuri sana. Kadri tunavyoenda tunaimarika, tunajisahau. Ni kama nilivyosema, nika nafasi kangu si nika mwaka mmoja. Aka nafasi mimi nakapenda kwa sababu kila muda kananikumbusha miezi imepelea. Tutakuombea. Yani kila nikitembea tu hivi imebaki miezi mingapi? Nikishamaliza kushinda. Kwa hiyo sasa hata hapa tunaweza tukafika pahala tukajisahau. Bana, sisi tunakunywa, tunakula, tushamaliza kila kitu. Afu akatokea shetani. Mwenyekiti, lazima tuliseme, tuweke tahadhari, kwa sababu kule kwangu anawaambia mimi, kanisa yoyote ukihudhuria, kanisa yoyote, toka mmefungua ratiba ya kusali ya misa ya ibada, paka mnaenda kufunga, hajatajwa shetani. Hama maana yupo hama, hilo sio kanisa. Yani ili malengo ya kanisa yaende, katikati ya ibada lazima shetani afanyeje? Na pigwe tu. Sasa wewe umeingia, ibilisi hajasemwa, shetani hajakemewa, halafu bado na Jumapili tena urudi. Hama, hilo sio kanisa. Kwa hiyo na hapa lazima shetani tumseme kwamba tusije tukampa nafasi akatugawanyisha. Lakini ni waombe sasa, kwa sababu kikubwa zaidi mmesema kukutana kwenu ni karibia mwezi wa 12 tarehe 25 na Pasaka. Kwa nafasi yake sasa muendelee kutuonaona na sisi, hata kama tusije kwa wingi, lakini na sisi tunapenda kula. Ukimkuta Msukuma sahihi, yeye kazi yetu sisi Wasukuma ni kula. Na mimi kwa kweli nimekuja nimejiandaa kula. Lengo letu kubwa la kuanzisha hiki kikundi, tulifika sehemu sasa tukaona sisi kama sisi wanaume wa Fadhili Bucha Friends lazima tuwe na kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi wenyewe. Cha kwanza tukaungana na watu baadhi, tukaweka wazo. Kila mtu ambaye nilipokuwa namshirikisha alitikia kwa 100%. Aliona kuwa sasa ni wazo zuri. Mwanzoni tulikuwa wanachama 15 ambao tulikuwa waanzilishi wa hiki kikundi. Kadri siku zinavyoenda, watu wanawiwa kuwa wanachama wa hiki kikundi. Na sisi nilikuwa furaha yetu kubwa sana kupokea wanachama wengi. Na hapo tuliona tunafikia malengo yetu. Na mojawapo ya kitu ambacho tulikuwa nacho ni kuwa sasa na wanachama wengi zaidi ambao wataweza kuungana na sisi. Na watu wengi waliwiwa kuungana sasa na chama chetu, lakini chama hiki kina vigezo pia na masharti. Wengi hawakutumiza masharti. Mojawapo walikuwa wana kipengele cha wengi walikuwa sasa ni wapangaji, ambapo pale kuna kipengele waliojenga. Sasa ukichukulia waliojenga afu mtu unamkaribisha mpangaji leo na kesho anafanyaje? Anaondoka brother. Moja kwa moja inatoweka katika hali ngumu. Kadri sasa tulivyokuwa tunaenda, tulipata wigo wa kupanua watu wengi. Na pia tukazidi kuwa na wanachama wengi. Kufikia mwaka jana tulipokuwa tunafanya sherehe yetu, tulikuwa wanachama 30. Sasa hapo ndugu, unaona kuwa kuna gepu, watu walikuwa wanawiwa pia kujiunga na hiki chama. Na hapo kufikia hadi leo hii tarehe 25 tupo wanachama 34.
na mwingine leo napo amejiunga kwa leo, siku ya leo, na pia tunakaribisha wanachama wengi. Na sasa hivi tumeamua tuwe na wanachama, tumepunguza vigezo cha kujenga, hila awe sasa ni mkazi wa mazingira haya ya Fadhili Bucha, asivuke nje ya Fadhili Bucha. Pia watu wanawiwa kujiunga, na malengo yetu kubwa ilikuwa sasa ni kukutana pamoja kama hivi, kula nyama, kuweka mawazo yetu sawa, na pia tuliona lengo kubwa tukijumuika pamoja hivi na familia zetu pia zinafurahi. Sasa wake zetu muda ule anapokuwa tunaenda mbali, watu wanaona wanawake wanaona tuko mbali, lakini sasa wanapopita hapa wanatuona wanaume zetu wapo, na pale tunapeleka vitoweo nyumbani, wanajiona kumbe wako mazingira salama. Blaza, hiyo sasa sio kila watu wanaweza, ni watu wachache. Ni wazo ambalo limetupa confidence sisi katika huu sasa umoja huu.